الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka rehema za ziada kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu mtazamaji wa Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu. Karibu katika kipindi chako pendwa cha ujue Uislamu wako ndani ya channel yetu ya Mwale Online TV. Leo hii niko naye Sheikh Al-Muazzam Sheikh Omar ibn Juma Khalfan, ambaye ni imamu mkuu wa msikiti wa Sokoni Tegeta kwa Ndevu, Dar es Salaam, Tanzania. Kabla ya kurefusha wakati, nimpe nafasi aweze kuwasalimia. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi ni'matil islami wa arsala bina Muhammadin nabiyil umma wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Watukufu Waislamu, watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Mwale TV. Awali ya yote, kwanza nataka nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia, lakini pia washukuru vijana wangu hawa mashekhe ambao wamekuja kunitembelea na kunihoji mawili matatu katika masala yanayohusiana na dini yetu. Kwa jina naitwa Sheikh Omar Juma Khalfani, ni imamu mkuu wa Masjid Rahmani Tegeta kwa Ndevu, wilaya ya Kunduchi, kata ya Kunduchi, wilaya ya Kinondoni, katika mkoa wa Dar es Salaam. Wamekuja mashekhe kuja kunihoji, kwa hiyo na mimi kuweza kutoa ufafanuzi katika yale ambayo watanihoji. Kwa inshallah mtazamaji wetu kaa tayari kusikia yale ambayo yataletwa kwa wewe. Asante. Asante mwalimu. Sheikh Omar, wallahi ni mwenye furaha sana kupata nafasi ya kuja kukuhoji wewe masala yanayohusu dini yetu ya Uislamu. Na leo hatari kubwa iliyoko ni kwamba walio wengi katika Uislamu hawana nafasi ya kusoma. Tukaona nafasi hii kwa sababu muda wa kusoma hawana, kukaa kusomeshwa, kwa watu wafuate katika mitandao ya kijamii, walau wakipata darasa hizo kuzisikiliza, huenda jamii ikapata ufahamu yahusiana na Uislamu wao. Sheikh Omar, mada yangu leo ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu katika Uislamu? Ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu? Zama hizi zimekuwa zama ambazo ndoa nyingi hazidumu. Sheikh Omar, zamani wakati wenu nyinyi mkiwa mnakuwa, ilikuwa kuolewa ni wajibu. Mwanamke akizaliwa, akikua, kuna umri ukifikia ni umri wa kuolewa, ni wajibu wake kufanyaje? Kuolewa. Lakini leo, zama za leo, kuolewa kumekuwa ni bahati sana. Na tuelewe kwa sababu gani. Kwa Sheikh Omar, mada yangu ambayo tumekuja nayo leo iko mezani ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu. Swali langu la kwanza kwa Sheikh Omar, tuelezee na watazamaji nao wasikie. Je, ndoa ina nafasi gani katika maisha ya Muislamu? Ndoa kama ndoa. Karibu Sheikh. Asante. Shukrani kwa swali lako zuri, kwamba kwa nini talaka zimekuwa nyingi katika jamii ya Kiislamu na sio kwa Uislamu. Sasa lakini pia ndoa ina nafasi gani katika jamii? Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu ametuhimiza akasema, wankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqaraa yughnihimullah. Aya nyingine, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Aya zingine zimekuja nyingi zenye kuonyesha kwamba nafasi ya ndoa. Moja kati ya nafasi ya ndoa ni hifdh. Hifdhul insan min alfarji, hifdhul insan min almaasi, hifdhul insan min alfawahish. Hii ndio nafasi ya ndoa. Ndoa lengo lake ni kumhifadhi mwanadamu. Kumhifadhi mwanadamu na utupu wake usiweze kuzidi ovyo ovyo. Kumhifadhi na mwanadamu na maasi. Inaweza ukawa uzini lakini utupu wako ukautumia katika maasi mengine, kujichua na kufanya nini. Ndoa inamhifadhi mwanadamu na kutokutamani vile vya nje. Ndio maana aya imekuja, ya ayyuhalladhina amanu wankihu ayyama minkum. Oweni. Unaposema wankihu, hii ni fil amri. Na inapokuja fil amri katika jambo la kibada, watu wa lugha wanasema taktadhul ujuba. Maana yake ndoa ni lazima. Jambo lolote likija ni wajibu. Kwa sababu imekuja amri ya wajibu, kwa hiyo ndoa ni lazima kuoa. Anasema mwanachuoni mmoja, mtu ambaye hana mke, alizungumza Kiswahili, mtu ambaye hana mke, yani mwanadamu ameumbwa na 100% ya akili. Sawa. Ikiwa hana mke anatumia 50%, hata kama ni profesa. Sawa. Akili zake hazijakamilika. Hata kama ni daktari. Hata kama ni master. Lakini ikiwa hana mke, huyu mtu
akili yake inatumika kwa 50%. Akishakuwa na mke, akili yake inatumika 100%. Ndio maana ili uonekane wewe umekomaa ni mzee, lazima uwe una mke. Hata kwenye vikao kimila za Kiafrika wanaitwa watu wenye wake. Wewe ukiwa na mke ambao usichangie, utaambia nini wewe? Kwa hiyo ndoa nafasi yake ni kumhifadhi mwanadamu na kumpa heshima mwanadamu. Ndio maana hata kwenye hukumu ya adhabu ya zinaa zimegawanyika mara mbili. Kuna adhabu ya mtu aliyeoa na kuna adhabu ya mzinifu ambaye kazini huko ana mke, ana adhabu yake, na mzinifu ambaye anazini huko hana mke na ana adhabu yake. Angalia jinsi ndio inavyompa heshima mwanadamu. Huyu alioa au kaozeshwa, awe ni mke au ni mume, akikamatwa anafanya zinaa, hukumu yamtaka huyo uawe, kwa sababu tayari tumempa heshima, kwa sababu tayari amepewa ulinzi, kwa sababu tayari amepewa hifadhi. Kuozeshwa ni kupewa ulinzi, kuozeshwa ni kupewa hifadhi, kuozeshwa ni kupewa heshima. Sasa ikiwa wewe una mke alafu umetoka nje ya ndoa, sheria inakwambia kwamba wewe hujatumia akili yako 100% ya kutaka wewe uawe. Lakini mzinifu ambaye hajaoa, maana yake huyu hajapewa ulinzi wa kutokuzini, hajapewa hifadhi, hajapewa heshima, huyu adhabu yake atapigwa fimbo 100. Hii ndio nafasi ya ndoa katika jamii. Kwa hiyo ndoa maana yake au manzila yake, daraja la ndoa katika jamii, moja ni kumhifadhi mwanadamu na machafu yote ya kimwili. 2 ni kumpa heshima mwanadamu katika jamii aliyokuwa nayo. Ina tafsiri nyingi ndoa, lakini nadhani kwa haya mawili kidogo yaweze kutosha kwamba ndoa ni kumpa heshima. Ndio maana zimekuja aya, zimekuja hadithi nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tanakahu taksuru fa inni ubahidukum umma yawm al-qiyamah. Oaneni. Umeona akusema zile kwa sababu unaweza kuzaa ikiwa hujaoa. Ndio maana hata hukumu ya mtoto ambaye amepatikana nje ya ndoa sheria haimtambui, kwa sababu huyo hana heshima, hana adabu, ni mzinifu. Ndio maana Mtume asema tanakahu taksuru, oaneni ili mzaane muwe wengi, fa inni ubahibikum umma yawm al-qiyamah, ili mimi Muhammad nikaweze kujigamba na kujifahari na wingi wa watu siku ya kiyama. Lakini an-nikahu sunnatul anbiya, pia ndoa ni sunna ya mitume, ni mwenendo. Ukiangalia mitume yote ilioa kasoro Isa ibn Maryam, na hili lilikuwa ni maalumu ambalo tutakuja kulizungumzia kwa nini Isa kuoa. Lakini mitume yote, manabii wote walioa. Lakini pia ndoa ni af'alul atqiya, ni vitendo vya wacha Mungu. Wewe ukioa tayari umeonyesha kitendo cha ucha Mungu. Ndio maana anasema Bwana Mtume, man tazawaja faqad hafadha shatri dinihi, alioa amehifadhi nusu ya dini yake. Kwa kule kuoa peke yake maana yake wewe umekwenda kuhifadhi nusu ya dini yako. Kwa hiyo ndoa ina manzila, ina daraja kubwa sana, ndoa ina sifa kubwa sana. Nadhani kwa haya machache yatoshe ili nisichukue muda mwingi. Mashaallah. Asante Sheikh Omar. Mtazamaji wa Mwale Online TV, alikuwa ni Sheikh Omar ibn Juma Khalfani. Kama mmemsikia vizuri na kumuelewa, amesema ndoa ni miongoni mwa muhifadhi. Faida ya ndoa ni kumhifadhi mwanadamu na machafu na maovu. Ustaz Omar, nilitamani niishie hapa, lakini kidogo niongeze jambo ambalo ndio mahali shahidi. Ni kwa nini ndoa za zama hizi zimekuwa hazimu? Zamani ulikuwa unaona mtu anamuoa mke wake, wanaishi mpaka mmoja wapo anakufa, Mwenyezi Mungu anamkutana na kwenda maisha ya barzakh. Lakini leo ni kwa nini ndoa zinakaa mwaka mmoja, miaka miwili? Sisi tunakosea wapi vijana wa zama hizi? Muambie watazamaji, watu wajue leo kwamba makosa ni haya, ndio maana ndoa hazidumu. Tunakosea wapi? Asante na kushukuru sana Sheikh Mwale, umeletea jambo moja zuri sana. Na hili ni gonjwa. Mimi ni imamu wa msikiti hapa. Ndio. Sheikh, kama nitapokea kesi 10, 8 zinahusiana na mambo ya ndoa. Wallahi billahi. Nikipokea kesi 5, 4 ni za ndoa. Mpaka unajiuliza tunakosea wapi Uislamu? Tumefeli wapi? Tumekwama wapi?
talaka zimekuwa nyingi, magomvi yamekuwa mengi. Sasa kwa nini talaka zimekuwa nyingi? Talaka zimekuwa nyingi kwa mambo 9. Tuyataje moja moja alafu tutakuja kuyafafanua. Na nikiyataja mambo 9, mtazamaji wetu au msikilizaji wetu atagusa moja kati ya mambo haya kwamba mimi nilimwacha mke wangu kumbe kwa ajili ya hili. Sawa. Jambo la kwanza ni adamu tawfik fil ikhtiyari. Sawa. Ni kukosekana maafikiano ya uchaguzi ya mwanamke mtaka kumchagua. Mtume SAW ametulazimisha kuchagua mke aliyekuwa mwema. Ikiwa na maana mwema wa kidini. Ukiangalia mifumo ya ndoa hivi sasa watu wachaguani kidini. Kwanza wale wana dini wenyewe hawapo. Ili mtambue. Sawa. Mtu ambaye Sheikh, nimekuja nataka kutafutia mke alikuwa na dini. Wewe mtoto wako umemsomesha? Sawa. Kwa hiyo mmoja kati ya ugomvi wa wanandoa ni kukosekana chaguzi kati ya mume na mke. Ima mke kampenda mume kwa sababu ya pesa, cheo, nafasi, au mume kamoa mke kwa sababu ya uzuri, maumbile, jaha alokuwa nayo yule mwanamke, lakini hakumoa kidini. Kwa hiyo wakishachukuana kwa sifa zile, wakishaanza kukaa na kuzoeana, kila mmoja kumjua mwenzie, matatizo yanaingia hapa. Kwa sababu ya kwanza ni kukosekana chaguzi sahihi. Sababu ya pili ni ikhtilafu albay'a, yani kuhtilifiana yale mazingira. Silisemi hili kwamba unaweza kusema muda kamba Sheikh anataka ongee ubaguzi. Hapana. Uislamu umetuamrisha kumoa kila kabila, kuoa kila mtu. Lakini mazingira ya mtu unomuoa ni nani? Ndio maana katika chaguzi kule za ndoa pia uchague familia. Nimeletewa kesi juzi. Kijana ameoa mwanamke, lakini yule mwanamke alioa kenda kutafutiwa. Yule alikwenda kumtafutia kenda kutafuta kwenye familia ya walezi. Yani mama muuza pombe, baba muuza pombe, shangazi muuza pombe, nyumbani kwao tokea wanazaliwa biashara ya pombe. Yule alikuwa kumtafuta mke, naye kumbe yule muuza pombe alikuwa ni mke wake, ambaye bwana kuna mtu ataka mke, ngoja tumpe huyu kijana huyu. Kwa hiyo sababu ya pili ni ikhtilafu albay'a, mazingira. Mume ni mcha Mungu, mke mazingira yake ni mengine. Mume ana mazingira haya, mke ana mazingira haya. Kwa hiyo kuja kuyatengeneza yale mazingira ikawa ni kitu kimoja, inahitaji subra kubwa sana. Sababu ya pili. Sababu ya tatu ni su'u dhanni. Wanandoa kudhaniana vibaya. Haya nataja kidogo dogo, alafu tukipata muda tutakuja kwa kutoa inshallah. Wanandoa kudhaniana vibaya, su'u dhanni imetawala sana. Utakuta saa nyingine unaletwa ugomvi kwa shekhe, ukimwambia hebu jieleze, utakuta kilichosababisha ni dhana ya mume kwa mke au mke kwa mume. Mtume anatuambia dhunnu bil mu'minina alkhaira, tudhaniane sisi mambo ya khairi. Sababu yetu ya tatu ni dhana mbaya kati ya wanandoa. Mume anamdhani mke vibaya na mke anamdhani mume vibaya. Sababu ya tatu ni ya nne, tadakhul usra, ndoa kuingiliwa na familia. Yani familia ya mume yaona kwamba mtoto wetu ateswa, wanaleta maneno. Au familia ya mke inaona kwamba mtoto wetu ananyanyaswa na mume kwa sababu ana hela. Tadakhulul usra, kuingiza fikra za familia ya wanandoa. Baba wa mume sema hivi, madada wa mume sema hivi, kaka wa mume sema hivi, manane wa mume sema hivi. Sababu ngapi hiyo? Ya nne. Sababu hizi tunakomba tuzitafutie muda fulani tuzikokotoe inshallah. Sababu ya tano ni tadakhul asdiqai su'i. Mume kuwa na marafiki waovu, mke kuwa na marafiki waovu. Sasa nyingine sisi wanaume tunakaa vijiweni tuambiana, mimi bwana mwanamke anchezei bwana mimi.
kwenye kahawa au kwenye drafti au umekaa maskani gym huko. Mimi mwanamke anchezei bwana. Kwa hiyo mwanamke anchezei, zile fikra unazichukua za marafiki waovu unazipeleka nyumbani kwako. Sehemu ya kutengeneza unakwenda kujenga. Ndio maana Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja anabeba tabia ya rafiki yake. Falyanzuru man yukhallil, aangalie nani rafiki wa kuwa naye. Sababu rafiki ni kama vile mafuta mazuri au kama vile kinyesi. Ukikaa nacho karibu kinyesi utanuka. Ukikaa na mafuta mazuri kidogo ufanyaje? Utanukia. Ndio rafiki. Kwa hiyo sababu ya tano hiyo inasababisha talaka kwa nyingi ni kuwa na marafiki waovu kati ya mume. Mkisa nyingine mke naye amekwenda saluni kusukwa, ndio anafundishwa mambo ya kijingajinga na wanakwenzie kule, amekaa barazani wanasukana hapo. Yale mambo ya ovyo ovyo kwa wanakwenzie anayachukua analeta kwa mwanamume wake, inakuwa ni ugomvi. Pia sababu ya sita ni asihir. Uchawi upo. Uchawi upo. Na sisi Waislamu tunaamini kwamba una nafasi yake. Isipokuwa kuna kinga na tiba. Ukisema kinga na tiba, maana yake Uislamu unafundisha jinsi gani ya kujikinga na uchawi. Dua zile muda wa kulala au kuingia chooni au kufanya nini natumika sana. Na katika uchawi rahisi duniani ni uchawi wa kuachisha. Alfarq. Unaitwa mufaraka huo. Sasa nyingine inawezekana mume ana kipato kizuri. Majirani zake, ndugu zake wako na wivu, yule mbona na mke wake kamweka vizuri, kamnulia gari, kamjengea nyumba. Watu wanakwenda kwenye uchawi, wanamtia ule kote twafira moyo. Moyo wake unaharibiwa na yule mtu unachafuliwa. Anakuwa kila kimono kama vile kaona kinyesi. Hili pia lipo na tusilikatae. Sababu ya ngapi? Ya sita. Sababu ya saba ni al-aqm. Utasa. Nyoyo nyingi zimevunjika humu kwa mume kutokuwa na mayai au mke kutokuwa na mayai. Saa nyingine kama kamheshimu na ni Muislamu ataongeza mke wa pili. Yule mke wa pili akizaa, huyu mke wa kwanza kwa kuwa na mtoto anafanya nyongo, anadai talaka. Umeelewa mwalimu? Sababu ya 8 ya watu kufanyaje, kwa nini ndoa hazidumu ni al-ya'su wa khaybatul amal. Ukataji tamaa wa kimaisha. Singine unamuoa mwanamke huna kitu. Umetoka asubuhi umeacha 2000. Waambia mke wangu tuvumiliane. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu anaanzisha kibiashara kidogo kidogo au anapata kazi. Kwa hiyo anakata tamaa na wewe mume. Kwamba kila siku maisha haya tu, kila siku maisha haya tu, mimi nitakuwa maisha haya mpaka lini? Yule mwanamke anafanyaje? Anaondoka. Sababu ya 8. Sababu ya 9, faqdu sabrin bainahuma. Ni kukosekana subra kati ya mume na mke. Sababu 9 hizi mwalimu ndio vyanzo vikuu vya kukithiri kwa talaka. Kwa hiyo kama utataka tuvichambue moja baada ya kimoja tutavichambua, lakini sababu 9 hizi zunguruka katika jamii zote, ziwe za Wakristo, ziwe za Islamu, ziwe za wazungu, ziwe za Arabu, ziwe za Wahindi, ziwe za Afrika. Hivi ndio viini na mizizi inosababisha ndoa kuvunjika. Asante Sheikh Omar. Mpenzi mtazamaji wa Mwale Online TV, wallahi binafsi nimefurahi sana kumsikia Sheikh akieleza sababu 9 ambazo ni sababu ya ndoa kuvunjika. Ukiangalia kama Sheikh alimsikiza vizuri kuanzia ya kwanza mpaka ya 9, wallahi hakuna sababu nyingine ya kuongeza hapa. Hizo 9 ndio hizo, yani kila aliacha mke wake basi kuna moja kati ya sababu hizo 9. Binafsi ni kwamba Sheikh Omar, tunakwenda mwisho wa kipindi chetu. Kabla hatujafunga, kuna vijana wengi sana hawataki kuoa, lakini asbabu za msingi hawana. Lakini niliwahi kufanya mahojiano na mtu akaniambia sababu ya kutokuoa, gharama zimekuwa kubwa. Ikiwa na maana gani? Unafahamu katika jamii zetu hizi kuna mali na kuna mahari. Na bahati mbaya tumefika pabaya zaidi kwamba Sheikh Omar, mfano nitolee mfano hai, yawezekana ukaambiwa utoe shilingi 200,000 mahari ya mke, si ndivyo? Na mali 800,000. Lakini yule mtu akafusiwa atoe 800,000 ile ya mali aimalize, mahari yakabaki nusu. Hili tunalizungumziaje Sheikh Omar? Alhamdulillah.
Ni kweli vijana wengi wanashindwa kuingia kwenye ndoa kwa sababu nyingi nazo pia. Ziko sababu nyingi, lakini moja umeitaja kwamba ni ugumu wa zile mali ambazo upande wa mke wanataka. Waislamu ndoa zao ni nyepesi sana. Kwa sababu nguzo za ndoa ni 5 katika Uislamu. Moja ni alijabu wal qabul. Ni kule mume kumwambia mke nakutaka, mke asema nimekubali. Kukubaliana kati ya na mke. 2 hizo. 3 ni almaharu. Mke kutaja mahari. Na Mtume amesifu ndoa yenye baraka na yenye neema ni ile yenye mahari kidogo. Angalia katika hizi nguzo 5 utakuta kwa makano kitu tumekitaja kwa kipo. 4 ni al-idhnul wali. Wali baba awepo katika ile ndoa. 5 ni mashahidi. Hapa hakuna mkaja wala kuna kilemba. Umenikumbusha juzi tumekwenda kupeleka posa barua sehemu fulani. Yule baba tumefika pale, mimi ndio mpeleka ile posa, wakaingia ndani bibi, mama, baba, mpaka wanakuja natuambia tunataka mahari shilingi milioni 7. Milioni 7 ya subhanallah. Haya, milioni 7 hizi vipi? Milioni 3 ni kilemba cha baba na mkaja wa mama, kila mmoja milioni 1.5. Milioni 4 ni furniture zikatajwa pale. Sijui masofa, zimefika milioni 4. Kwa hiyo bahati nzuri niliokwenda naye ni watu ambao walikuwa wanajiweza. Wana nafuu. Maana yake kwa mtu ambaye wa familia kama yangu mimi, ukimwambia mwanangu wa kiume unataka mahari milioni, nitamwambia familia ifai kwa sababu sina uwezo huo. Kwa hiyo moja ni kutaka kuwanasihi wazazi kwamba Mtume anasema idha atakum man tardhaunahu bidinihi wa khulqihi fazawijuhu. Ikiwa tawajieni moja wenu mume kuja kuposa kwenu akataka mke, mkamridhia kwa dini yake na tabia, sio mali yake, mkamridhia kwa dini yake kwamba huyu kijana na dini, huyu kijana na tabia nzuri, fazawijuhu. Mtume asema muozesheni. Kwa hiyo wazazi wenzangu, moja kati ya nasanta ambao niwape, kwanza hivi sasa mabinti wetu wamekuwa ni wengi sana. Watoto wa kike wamekuwa wengi sana na watoto wa kiume wamekuwa ni wachache. Lakini ndoa zenyewe zimekuwa rahisi vipi? Wanawake wamejilainisha kwa mitaani. Wenyewe wanasema kwamba maziwa anapata, nafuga ng'ombe wa kazi gani? Bimaana kwamba kuna njia za kufanya zinaa huko, mwenyewe anafanya zinaa. Kutafuta mke saizi asubuhi aulizwa chai, mchana chakula, kazi gani? Wakati anaweza kwenda kidhi haja yake. Kwa hiyo nasaha zangu ni nyinyi wazazi, tusiwasababishe vijana wetu wa kiume ibada ya kuoa ikawa ni ngumu kwao kwa sababu ya nyinyi. Uislamu hauna kilemba, Uislamu hauna mkaja, Uislamu una mahari. Na mahari yenyewe ambayo Uislamu umeangalia ni yale yaliokuwa kidogo, sio mengi. Mtume alimwozesha mtu kwa pete tena ya chuma, na riwaya zimekuja alimwozesha mtu wa kumsomea sura tu, akamwambia nimekuozesha. Kwa hiyo sisi haya mambo yenu tunafanya, mahari ni yake mwanamke, ataje anavyotaka. Lakini pia angalie huyo mtu aliyomjia, mtu bodaboda ambaye anataka milioni 5, mtu beba mizigo sokoni, mtu ni mwalimu wa madrasa, mtu ni imamu kama mimi, mshahara wangu mimi ni 200,000, ananiambia nataka milioni 5. Wewe unataka mimi kae bila mke? Ndio maana yake. Kwa hiyo vijana wamekuwa ni wagumu wa kuoa. Moja kati ya sababu nilotaja mwalimu kwamba wazazi na sisi walezi tumefanya ndoa kama ni kitega uchumi kwa mabinti zetu. Tuepukeni haya ili watoto wetu wa kiume wapate kuoa, na kama Mtume alivyotumiza tuoane, tuzaane ili tukawe wengi siku ya Kiyama. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa Mwale Online TV, alikuwa ni Sheikh Omar ibn Juma Khalfani, ni imamu wa msikiti wa Sokoni Tegeta kwa Ndevu, Dar es Salaam, lakini pia ni CEO au mkurugenzi wa Sheikh Omar Kanzu Collection Tegeta kwa Ndevu. Haina haja ya kwenda Kariakoo, njoo kwa Ndevu uje upendeze. Kanzu, majoho, mabaibui, maabaa, yote hapo yapo. Alikuwa ni Sheikh Omar, ulikuwa nami namba za simu Sheikh Omar amenikumbusha namba za simu hapa. Sheikh Omar, naam,
wewe kama nilivyosema kwa ni CEO wa Sheikh Omar Kanzu Collection. Naam. Tegeta kwa ndevu sokoni. Naam. Kwa yule mwenye kuhitaji kuvaa kanzu nzuri yapendeze, baibui, abaya na mambo mengine yote yanahusiana na kofia, kanzu, sandals, namba za simu. Asante. Nikushukuru. Ni kweli mimi ni imamu lakini nina biashara yangu. Sawa sawa. Na tutakiwa maimamu tuishi hivi. Ukitaka kuoa kanzu nzuri njoo dukani kwangu. Ukitaka mke wako apendeze, baibui nzuri, abaya nzuri, nikabu nzuri, njoo dukani kwangu. Ukitaka vilemba njoo dukani kwangu. Ukitaka misuli njoo dukani kwangu. Ukitaka majoho njoo dukani kwangu. Ukitaka kila kitu ambacho kinaendana na dini, mavazi ya kidini, njoo nyumbani kwangu. Kwa kutaka kunipata zaidi ni namba ifuatayo, ni 0713 68 35 61. Shairudie ni 0713 68 35 61. Huyu alikuwa ni Sheikh Omar ni Juma Khalfani, mwamba kabisa. Allah amuhifadhi na amlipe kheri. Sheikh Omar, kabla sijafunga kipindi chetu, ningelipendelea insha Allah tu arrange tena kwa mara nyingine tuje tuzungumzie sababu za ndoa kuvunjika, zile moja zile asiri ya nini. Binafsi nimependa kwa sababu kuna moja ya sababu nimewahi kumkuta mtu wa familia yangu kwenye hizo 9. Sisemi nini, lakini kuna moja nimemkuta ambayo ni kubwa sana kati ya zile 9. Kwa hiyo nimezipendelea tuje tusifanue moja ili wapenzi watazamaji watufahamu na waendelee wajue kwamba ni yapi yanayokuonga Uislamu. Lakini pia tunashauri vijana zangu muoe. Kila mmoja anapaswa aoe kwa sababu maisha ya ndoa ni maisha ya raha sana. Ulikuwa nami Alhabibu Maalim bin Abdallah bin Ali Mwale. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, comment Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.